Karibu katika episodi ya pili. Mapema kesho yake basi wakaanza safari kuelekea mjini, na walipofika tu walishangaa kuona kwamba watu walikuwa busy sana katika sherehe za utamaduni, na kumbe bidada alikuwepo hapo wakaweza kugongana naye. Lakini bidada Mini baada ya kukaa na Mwamba akawa amemwalika kuishi naye katika familia, lakini pia akamwambia kwamba hata yule mbwa mwitu naye atakwenda naye. Kesho yake walipoweza kufika nyumbani tu, kisanga kikawa ni baada ya kuweza kumwona yule mbwa mwitu, kila mtu alionekana kuogopa sana, lakini baada ya siku 2-3 akaanza kumzoea. Mwisho wa siku Mwamba akaanza kufundishwa maisha ya binadamu kama kawaida, akiwa kuosha magari na kuosha nywele. Lakini pia wakatimba katika maeneo ya supermarket na kununua vitu vingi sana. Lakini walipoweza kurudi nyumbani leo, walikuwa kisherehekea baada ya kumkaribisha mgeni mpya katika familia, na walikuwa wameandaa chakula kizuri sana. Mwamba alipoketi na hii familia akawa anikumbuka familia yake. Sasa Mwamba hajui kuyafinia mambo kwa ndani, huwa analia kama mtoto mdogo hata kama kuna watu wazima na watoto wengine, yani haonagi aibu kabisa. Bidada siku ya kesho akawa amemchukua na kumpeleka katika mti wa wish. Lakini wakiwa njiani, yule kaka mkubwa kama kawaida akamfuata bidada na kumwambia kwamba bado unaendelea na huyu kijana wa polini eti, akawa anamchukua bidada. Lakini wakati huo Mwamba baada ya ugomvi akaonekana kuwa ameweza kustopishwa, na baadaye bidada akaweza kuondoka na huyu jamaa. Mwamba ameachwa katika mazingira ambayo kiukweli hata hayajui, na gari iko kando yake ila hawezi kuiendesha. Lakini katika maeneo hayo kuna bwana mdogo hivi alikuwa anapanda mti mmoja, lakini kwa bahati mbaya akawa anaanguka. Huyu bwana mkubwa akaamua kukimbia na kwenda kumwokoa huyu bwana mdogo. Mama mzazi huyu bwana mdogo alipoweza kumuona Mwamba akiwa ameokoa mtoto wake, yeye akaanza kumpokea na kumwambia kuwa mtu mchafu usitaki amshike mwanangu. Na kweli kama walivyosemaga wahenga, shukrani ya mapunda wasongea ni mateke. Na jamaa alihuzunika sana, na mvua ikaanza kunyesha, jamaa haelewi wapi aelekee. Lakini wakati huo bidada alionekana akiwasiliana na yule Mwamba ambaye ni uncle wa Mwamba Joan, ambaye alikuwa amemtelekeza bwana mdogo zamani sana. Je, Mini anafahamiana naye huyu mtu au nini? Na kumbe bidada aliingia katika mitandao ya kijamii akifuatilia miaka 20 iliweza kupita ni wakina nani ambao wamewahi kupoteza mtoto na walikuwa wakimtafuta. Alikuja kugundua kwamba uncle wa Mwamba Joan alikuwa akimtafuta kijana wake, lakini huyu uncle akasema kuwa yeye alishawahi kumpataga huyo mtoto wake ambaye ni John. Sasa bidada Mini anarudi nyumbani, alizania kwamba John atakuwa amerudi mpaka pale nyumbani. Kumbe Mwamba alikuwa bado hajafika. Ikabidi kwenda kumfuata mahali ambako Mwamba alikuwa amenyeshwa na mvua kwa muda mrefu. Lakini ile time wanafika nyumbani tu, kuna jirani mmoja alikuwa akilalamika na kusema kwamba John ameweza kumpiga mtoto wake, yani alipoweza kumsaidia kutokea kuanguka katika mti, yeye akasema ameweza kumpiga. Na ukazuka mjadala mzito katikati hawa majirani kwamba huyu jamaa tumjui tabia yake, huenda ni mtu mbaya, wengine wakisema ni mtu mzuri. Kwa majadiliano alikuwa ni makali sana. Lakini wakati huo bidada Mini alikuwa akimtia moyo Mwamba Joan na kusema kwamba wanakujaji kwa sababu hawakujui. Lakini pamoja na hayo yote Mwamba Joan akaona kuwa hana sababu ya kuendelea kuishi hapa mjini. Akamchukua Father Wolf na moja kwa moja wakarudi katika ule msitu wa mbwa mwitu. Na kumbe bidada Mini alikuwa akimfuata Mwamba katikati ya mapoli, na akamwambia kwamba anahitaji wewe uweze kurudi. Lakini Mwamba akasema nikirudi wataniua mimi. Lakini bidada Mini akamwahidi Mwamba kwamba pindi atakaporudi mjini basi atamfundisha kusoma na kuandika, lakini pia atamfundisha kupata kazi ili awe huru na maisha yake, asiweze kuuliwa na watu. Mwamba akawa amekubali, akaanza kufundishwa kila kitu. Na baada ya muda kidogo Mwamba akapewa jina la John Wolf, yani John mbwa mwitu. Baadaye kidogo bidada naye akawa amefanikiwa kupata kazi katika kampuni nyingine nzuri sana ya upigaji wa picha, na akamwambia Mwamba atakuwa ni msaidizi wake. Na kesho ndio siku ya kwanza bidada anakwenda kuanza kazi. Siku ya kwanza tu anaelekea katika kampuni. Mwanamama alishangaa sana kumwona huyu jamaa, kumbe ni mtoto wake, ila amemsahau kwa sababu ni miaka mingi. Hasa huku mitaani kuna taarifa zimetapakaa kwamba kuna mtoto ameweza kukwama katika maeneo ya milima. Ni yule mtoto ambaye siku ya jana alikuwa amepanda katika mti na Mwamba akaweza kumwokoa. Ikabidi kuweza kutimba katika yale maeneo na kwenda kutoa msaada. Yule bwana mdogo alikuwa ametuama katika eneo baya sana katika mlima, na sijui hata aliendaje huko. Lakini hata familia yake haikuwa na matumaini kama bwana mdogo angeweza kuokolewa katika eneo lile. Na ila Mwamba John aliwathibitishia kwamba yeye ni zaidi ya shujaa. Alienda kumwokoa yule mtoto, bidada akiwa aamini kabisa macho yake, mtoto akafikishwa juu kileleni. Mwamba John kwa kufanikisha uokozi huo, aliporudi kijijini kila mmoja alianza kumuita shujaa, na watu walimetea zawadi za kutosha. Na wakina mama walikuwa wanakuja kufunguka wazi kwa kusema kwamba nina binti yangu pale, kama unaweza kumuoa kijana wangu tafadhali, ninakuletea na samaki huyu, tafadhali mkubali binti yangu. Basi bidada Mini alikuwa akiona wivu kiasi chake. Hasa bidada Mini ili kumsababisha Mwamba asije akawapenda wale wadada ambao wanaletewa, akamwambia kwamba wale wakina dada wote hawajui kukisi vizuri, mimi peke yangu ndo najua kukisi vizuri, kwa hiyo usije ukawapenda. Kumbe eti wewe ndo unajua kukisi vizuri, utanikisi basi tena kama siku ile ambapo tumeweza kukisi bwana Mwamba Joan sasa anajifunza michezo ya kibinadamu na akawa ni mzuri kweli. Bidada akawa amemfungulia akaunti yake ya kijamii. Mwamba akaanza kujichomolea kwa maarufu taratibu. Huku upande wa pili mama yake siku ya leo alikuwa akisherehekea birthday ya mwanae. Kila mwaka huwa anafanya hivi kutokea siku aliyompoteza mtoto wake katika mapoli. Lakini mjomba mtu yule alikuwa amemtelekeza Mwamba Joan katika maeneo ya mapoli. Siku ya leo alipokea simu kutokea kwa mtu ambaye alimwagiza kufanya upelelezi. Akasema kuwa nimeweza kugundua wapi John yupo. Mwamba alihofu sana, akihofia kwamba asili yake inaweza ikaja kutawanyishwa. Bidada Mini hajui kwamba Mwamba anawindwa, lakini siku ya leo akawa amemtoa Mwamba out na kumtembeza katika mitaa ya mjini. Ila kuna kibaka mmoja alikuwa anataka kumvamia bidada. Mwamba akaweza kumwahi na kumkwida haraka sana. Vitoto fulani vya kike vilivyoweza kushuhudia scene hii vilifurahi kweli na kusema kwamba jamaa ana nguvu sana, natamani hata angekuwa boyfriend wangu. Umeona
sana vijana wa kiume mnatakiwa kupiga gym kwa sababu nguvu zinasaidia sometimes. Watoto kike wanampenda Mwamba mpaka wanamfukuzia akiwa anapita katika maeneo ya mitaa. Wakati huo Mwamba baada ya kukimbia kwa muda mrefu akawa anatilika jasho. Akalikuta kuna bomba fani linatiisha maji katika mitaa. Yeye akachukua ile bomba na kwa sababu amezoea kuoga hadharani akaanza kuoga. Mwamba baada ya kuvua tu t-shirt mpaka wake za watu wakaanza kutilika na udenda. Haisee, walikuwa kivutiwa sana na huyo Mwamba. Hasa baadaye sifa zikazidi. Jamaa akivua anakuwa mzuri, jamaa akivua anakuwa mzuri. Jamaa si akataka kuvua na suruali bana. Bidada Amini akamzuia na kumwambia kwamba hujui kama kuna watoto katika maeneo haya. Hivyo vitu unatakiwa vifanye ukiwa katika maeneo yale ya mapoli, sio huku mjini. Haturuhusiwi kabisa kufanya kitu kama hicho. Mwamba kila anachokifanya anashuhudia watoto wa kike wakiwa wanamtabasamulia sana. Akawa anakumbuka kwamba anatakiwa kukisi msichana hata mmoja kwa sababu hawa inaonekana hawazabagi vibao baada ya kukisiwa. Kesho yake katika kampuni ambayo mama yake na Mwamba John anafanyia, walikuwa wakitangaza picha ya Mwamba ambaye ni John kwamba hii picha imekuwa maarufu sana na mnaonaje huyu jamaa tumtumie kama vile brand ambassador. Watu wote walikubali, lakini mjomba mtu alionekana kupinga kabisa kwamba jamaa aweze kutumika kama balozi wa kampuni. Mishale fulani ya jioni, Mwamba John akiwa anapanda juu kabisa katika maeneo fulani vya ghorofa, aliweza kushtukia kwamba yule Father Wolf alikuwa juu ya ghorofa na alikuwa akitazama katika maeneo ya mapole. Gundua kwamba huyu amemisi nyumbani. Na baada ya bidada Amini kugundua kwamba Mwamba John ana uwezo mkubwa sana wa kucheza michezo mbalimbali, siku leo alikuwa akimchezesha mchezo wa kuendesha baiskeli na bado Mwamba akazidi kuwa bora zaidi ya bora. Watu wengi sana wanamtazamaga huyu Mwamba John sana tu, lakini siku leo alikuwa amemchezea kama mchezo fulani hivi katika maelekezo ambapo mabafu ya kiume na ya kike wao wakageuza, mabafu ya kike wakaweka kwa kiume, wa kiume wakaweka kwa kike. Kwa Mwamba atakosea. Kweli kabisa, mwisho wa siku Mwamba akawa ameingia katika mabafu na kumbe dada yake na Amini pia walikuwa wakipiga story katika maeneo haya. Lakini kwa bahati mbaya hali ya Amini haikuwa nzuri sana siku ya leo. Ikabidi kuweza kumchukua huko na kumrudisha katika maeneo ya nyumba. Hasa mjomba mtu nyakati za usiku akawa amemfuata Mwamba John na kuanza kumchezesha baadhi ya michezo ili aweze kugundua je, jamaa anamkumbuka au hamkumbuki. Mwisho wa siku mjomba mtu alikuja kugundua kwamba jamaa hamkumbuki. Ikabidi baada ya kujifanya kana kwamba anataka wacheze hiyo michezo tena ya baiskeli, lakini mjomba mtu akawa ameanguka. Mwisho wa siku John akaweza kumsaidia na kumpeleka hospitalini. Kwa kitendo cha Mwamba John kumsaidia huyu mjomba mtu, siku ya kesho yake akaalikwa kwamba anatakiwa kupata chakula kushiriki katika ile nyumba ambayo ameweza kutoa msaada. I say, picha za Mwamba zinazidi kupata umaarufu mkubwa sana katika mitaa. Kila sehemu watu wanazidi kumjadili yeye tu kwa sababu Mwamba amekuwa ni wa kipekee sana na wanamhesabu kama superhero sometimes. Bwana, sasa siku ya leo Hawei alikuja kumuita bidada na kusema kwamba mjomba wake anahitaji kufanya kikao siku ya leo. Na katika kikao cha kampuni wakawa wamependekeza kwamba inatakiwa ifanyike interview ambayo itakwenda kumuelezea Mwamba kwa sababu anafahamika sana na watu wengi wangetamani kujua jana yake ilikuwa vipi na maisha yake ya sasa yako vipi. Lakini bidada akasema kwamba haina haja ya Mwamba kuweza kuelezea juu ya historia yake ya jana ilikuwa vipi kwa sababu jamaa hana historia nzuri kabisa. Akasema kwamba ifahamike tu kwamba jamaa anaitwa Prince of Wolf, basi ishia hapo. Siku ya kesho yake chini ya waandishi wa habari kama wote wakamtambulisha Mwamba kama ni Prince of Wolf na wakasema kwamba hana historia ndefu sana ya maisha, itoshe tu kujulikanika katika namna hiyo. Lakini jamaa hakufurahia kabisa. Inaonekana Mwamba alitamani sana kuongea neno kwamba ana maisha yake tofauti na haya. Alitamani kutambulisha familia yake kwa maana ya wale mbwa mwitu, lakini hii kitu kwa kunyima uhuru wa kuongea aliona kwamba ni kama amenyanyaswa. Bidada akawa anamfuata Mwamba lakini hawezi kuongea naye kitu chochote. Mwamba akawa anamtazama tu bidada. Mwisho wa siku akaingia katika gari na bidada akamwambia kwamba kwanza sasa hivi hatupaswi kuwa jirani sana wakati mwingi kwa sababu ikijulikana kwamba uko jirani na mimi ni kosa pia. Mwamba alikuja kugundua kwamba katika yale maeneo ya mabafu kumbe aligeuziwa vibao kwamba yeye elekea katika mabafu ya kike. Akaanza kuwaza kwamba huenda mimi labda sijui namna ya kuishi na watu. Siku leo akaanza kuangalia mwanaume na mwanamke wanaishije. Alikuwa anakagua katika laptop. Lakini wakati huo bidada alikuwa anaingia hapo ndani na kutaka kumwambia Mwamba nini ambacho alikuwa anaangalia. Lakini Mwamba akawa anaficha laptop. Na mwisho wa siku Mwamba akawa ametoka katika lile eneo. Alipotoka tu bana akaenda kutazama katika laptop yake, akaanza kuangalia namna gani watu wanakisi. Kumbe ndo wanakisi hivi. Okay, poa poa. Huyu bidada ni chaombea kuliko hata mzalamo. Moja kwa moja bana akachimba katika lile eneo la laptop. Baada ya Mwamba kutoka kwa dakika 2 tu akaanza kukagua pale jamaa alikuwa anatazama nini siku ya leo. Lakini hata kabla hajafungua ile laptop Mwamba akawa amefika na kuweza kumziba macho yake kisha akaifunga ile laptop. Lakini wakati anamtazama sasa bidada ndo akaona lips ndio hizi hapa sasa ndo kukisi natakiwa nijifunzie hapa bwana. Na ile kisi Mwamba alikuwa amegusanisha tu zile lips zao. Lakini bidada baada ya kuvumilia kwa muda mrefu hivi akaona kwamba amfundishe jamaa kukisi kwa vitendo. Basi akafungua mdomo wake na kwanza walikisi kwa muda mrefu kidogo. Mwamba John akaanza kushtuka kwamba ni kama suruali yake imeanza kutikisika. Ikabidi kuanza kuogopa. Bidada akabidi kutoka pale na kugundua kwamba asije kasababisha madhara. Hasa bidada yuko chumbani anaanza kujiuliza ni kwa nini bana mimi nimeweza kumkisi huyu namfundisha tabia mbaya. Mwamba bana anashindwa kuvumilia. Huyo akamfuata bidada mpaka chumbani. Anaanza kumtazama kinamna fani hivi nikana kwamba anamtamani. Bidada akajua leo kimenuka. Swali ni moja tu tunaloondoka nalo ndani ya episode hii. Je, Mwamba atafanya nini? Kwa sababu tayari bidada ameshachokoza na Mwamba suruali yake inashindwa kutulia kabisa. Tukutane katika episode ya 3 ya recap yetu. Kama bado hujagusa alama ya subscribe fanya hivyo. Lakini pia ili
episode ya mbele itokage kwa haraka, ni lazima uwe umegusa alama ya kulike na kutilia kicomment hata makopa hivyo unakuwa umetisha sana na unakuwa umenisupport pakubwa. Nikumbushe tu kwamba episode tayari imeshakwisha kutoka. Jambo kubwa na la msingi ni hakikisha kabisa kwamba umegusa alama ya kusubscribe na iko tayari kabisa umeshaigusa hapo na alama ya kengele. Kila episode inapokuwa imetoka basi utakuwa unapata notification mapema kabisa.